Maelfu ya Waislamu kutoka kote nchini leo wameungana na waumini duniani kusherehekea Eidul Adha, sikukuu ya sadaka kwa maombi baada ya kuchinja wanyama na hata matendo ya huruma kwa jamii. Kwa wengine, mtazamaji, ni wakati wa kutafakari kiroho na vile kushirikiana na kuenzi mafunzo ya imani ya Kiislamu. Na katika kaunti mbalimbali, viongozi wa serikali wa kidini wametoa wito wa mshikamano, msamaha na hata kusaidia wasiojiweza, huku miradi ya maendeleo ikisukumwa mbele sambamba na ibada ya sikukuu hii takatifu. Tumpate sasa mwanahabari wetu Fatuma Bugu ambaye anaangazia hali ilivyokuwa katika ibada na baadhi ya kaunti. Waumini mjini Mombasa leo wameadhimisha Eidul Adha kwa wito wa mshikamano, huruma na kusaidia wasiojiweza. Waziri wa madini na uchumi wa bahari Hassan Joho aliwahimiza wakazi kujisajili kwenye mpango wa Boma Yangu ili kunufaika na mradi wa makazi nafuu. Pale VOK Nyali constituency wajiregister. We don't want to create a situation whereas hawakuregister and then what is meant for them iende kwingine alafu itakuwa shida. Baada ya sala, waumini walijumuika pamoja majumbani mwao kutekeleza ibada ya kuchinja, hasa mbuzi. Ibada ya kuchinja si ibada ambayo inafanywa kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya kuonesha watu kwamba unachinja, bali ni ibada ambayo unaitekeleza kwa hakika ni kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Familia zilikusanyika kufurahikia mapochopocho. Ni siku ya kupendana, siku ya umoja, siku ya kusameheana, siku ya kubebana. Maelfu ya waumini wa Kiislamu walijitokeza katika maeneo mbalimbali ya jiji la Nairobi kusherehekea sikukuu hii. Kauli mbiu ilikuwa kudumisha maadili ya Kiislamu na kuendelea kuwa nguzo ya amani jijini. Mjini Isiolo, waumini wa Kiislamu walifurika misikitini na viwanja vya wazi kwa maombi ya Eidul Adha. Viongozi hao walitoa wito kwa idara ya mahakama kuharakisha kuwaapisha makamishna wa IEBC ili kuwezesha chaguzi ndogo kufanyika kwa wakati. Ukisema ya kwamba ni IEBC ambaye itakuja kuendesha shughuli ya uchaguzi kwa njia ya haki na uhuru, na ili hali utauzi wao iko na dosari, hiyo uchaguzi sidhani ya kwamba itakuwa ni uhuru na ya haki. Katika kaunti ya Uasin Gishu, mamia ya waumini walikusanyika katika shule ya msingi ya Kapiemit kwa sala, wakiongozwa na mshauri wa Rais William Ruto, Faruk Kibet. Viongozi hao walimpongeza rais kwa kurahisisha upatikanaji wa vitambulisho hasa kwa jamii za Kiislamu kaskazini mashariki. Mkiwa mnaishi hapa Eldoret, mko na haki kuchukulia vitambulisho yenu hapa, passport hapa, maana nyinyi ni wazaliwa hapa, wenyeji hapa. Hakuna haja kwenda kutafuta passport Mandera sijui wapi. Huko Mandera, wanawake walijumuika pamoja na mayatima katika kituo cha mayatima cha Mandera Islamic Center, ambapo watoto walipewa zawadi mbalimbali na kiamsha kinywa kuadhimisha siku hii. Hapa wanawake waliwapa nasaha tofauti zilizokonga nafsi zao na za kuwaongoza. It's a time we need to share hugs and kisses, not just new clothes and gifts. We're here to share hugs and kisses. We're here to share celebration in magnitude. Fatuma Bugu, NTV.